Habarini za muda hii. Mimi naitwa Neema Isaac Kesi. Mada yetu ya leo tunaenda kuzungumzia juu ya heshima ya ndoa na mpango wa Mungu katika ndoa. Heshima ya ndoa na mpango wa Mungu katika ndoa. Na tutaenda kusimamia sana katika neno la Mungu. Ile Zaburi 128 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Zaburi 128 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 3. Neno la Mungu linasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Kwa hiyo neno hili la leo linatupa msingi wa ndoa na mpango wa ndoa kwenye maisha ya mwanadamu. Anasema heri mtu yule amchaye Bwana. Mtu hapa ameninganishwa na mwanamume ambaye yule mtu katika bustani ya Edeni alikuwa ni Adamu. Lakini anasema yule mtu anayemcha Bwana atakuwa kama mzabibu. Atakuwa kama mzabibu. Mke wake atakuwa kama mzabibu. Lakini watoto wake atakuwa kama mizeituni. Kwa hiyo maana yake nini? Ukiwa kwenye ndoa maana yake wewe baba, Mungu amekupa heshima ya kuwa nafasi ya Mungu kama Bwana. Baba ndio amebeba upendo kwenye ndoa. Yuko kwenye nafasi ya mtu ambaye ni yule Adamu wa kwanza. Lakini anasema huyu mtu, taabu ya mikono yako hakika utaila. Anaambiwa nani? Yule mtu ambaye ni mwanamume, ambaye ni baba. Taabu ya mikono yake ni ipi? Ni namna anavyohangaikia ile nyumba yake, ile ndoa yake. Kwa hiyo pale kuna heshima ambayo Mungu amempa mwanamume kama mwenye ndoa au kama bwana wa ile ndoa. Akasema mstari wa 2, mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao. Maana yake mke wa huyu mtu, mke wa huyu bwana anakuwa kama mzabibu. Na kusema neno la Mungu, mzabibu ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo unaona kwenye ndoa kuna bwana, halafu nafasi ya mke ameishika kama nafasi ya Yesu. Ni mzabibu unaozaa. Akaenda kusema kwamba vyumbani mwa nyumba yako. Vyumbani mwa nyumba yako. Maana yake ni hapo duniani, ni hapo nyumbani kwako, kwenye ndoa yako, ndani yako. Mungu anasema ndoa kwenye nyumba, anaenda kabisa mpaka ndani kwenye nyumba. Akasema wanao kama miche ya mizeituni. Kwa hiyo sasa kwenye ndoa Mungu ameweka heshima ya bwana, ya mke na watoto, ambaye bwana yule mwanamume, mke ni ile mzabibu, watoto ni ile miche ya mizeituni. Unaona ambavyo Mungu ametoka mbinguni akaja akajishemesha kwenye ndoa kama Mungu Baba na Yesu Kristo mwanae, na watoto miche ya mizeituni kama vile mafuta. Mizeituni inatoa mafuta. Kwa hiyo watoto kwenye ndoa ni mafuta, yanalainisha, ni kama Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona heshima ya Mungu. Ndio maana nakwambia wewe ambaye umeolewa au umeoa, kuna heshima Mungu aliyokupa. Ya kwamba Mungu nyumbani kwako pale, baba, mama na watoto, anajiona yuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anaishi nyumbani kwako. Yesu anaishi nyumbani kwako. Roho Mtakatifu anaishi nyumbani kwako, maana kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ndoa ni ya heshima sana kuliko unavyofikiria. Lakini akasema wakiizunguka meza yako. Ina maana kwenye ndoa akiwepo baba, akiwepo mama na watoto wanazunguka meza.
wanaleta furaha, wanaleta amani, bubujiko linakuwepo ndani ya ndoa. Kwa hiyo basi, ukiangalia neno la Mungu kama msingi wetu wa ndoa na mpango wa Mungu kwenye ndoa, ina maana Mungu mwenyewe anasema kama Mungu alivyo huko mbinguni ndivyo tulivyo sisi hapa duniani. Ina maana Mungu yuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Na ameshusha kwenye ndoa Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mume Mungu Baba, mke amekuwa kwa nafasi ya Yesu, watoto nafasi ya Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo sasa, ndoa imepewa jukumu la kulea hawa watoto kama miche. Neno la Mungu nasema kwamba hawa watoto ni miche ya mizeituni. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii: wewe baba uliyeoa, wewe mama uliyeolewa, mkapewa watoto, maana yake mmepewa kulea na kujenga miche. Maana yake mche huwa unatolewa, unaoteshwa hapa, unaoteshwa hapa, unaoteshwa hapa. Kwa sababu hiyo sasa, Mungu ana kusudi na ndoa kwamba pawe ni mahali pa kuzalishia yale mambo mazuri yatakayoenea duniani. Kwa hiyo leo nakupa moyo wewe ambao una ndoa. Usijione kwamba uko kwenye ndoa kwa sababu upo. Hapana. Una nafasi ya Mungu alikupa katika hiyo ndoa yako. Kwa maana hiyo sasa, katika ndoa tumeona katika ndoa Mungu ameitabanaisha mwenyewe. Ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba ni mume, nafasi ya mume. Mungu Mwana nafasi ya Kristo Yesu, na Roho Mtakatifu nafasi ya watoto. Kwa hiyo sasa unaona sasa mwanamume amepewa kumpenda mke wake. Maana yake mwanamume amepewa nafasi ya pendo ambalo Mungu ni pendo mwenyewe. Mwanamke amepewa nafasi ya kumtii mumewe kama ambavyo tunaambiwa tumtii Kristo. Kwa maana ile nafasi ya imani, mwanamke amebeba nafasi ya imani kwenye ndoa. Mwanamume amebeba nafasi ya pendo kwenye ndoa. Lakini watoto wamebeba ile nafasi ya Roho Mtakatifu, ile ya heshima, ya kuheshimu wazazi. Kwa hiyo sasa unaona kwenye ndoa kuna pendo la Mungu, kuna imani ya Kristo, kuna kwa habari ya Roho Mtakatifu, kuna lile tumaini la Roho Mtakatifu ambalo ni watoto. Kwa ndio maana unaona kwenye ndoa baba na mama wanajaliwa mtoto. Maana yake wanajaliwa mtoto anakuwa ni tumaini, anakuwa ni future. Yaani una mtoto unaamini kama mtoto wangu leo ataenda kuwa na baba wa baadaye, atakuwa mama wa baadaye. Unaona? Na sasa mwenye ndoa baba yuko pale amebeba pendo la Mungu na mama yuko pale amebeba imani ya Kristo, amebeba ule utii. Kwa maana hiyo sasa itimisi kwenye ndoa kwamba lazima wewe baba ujue nafasi yako ni nini, na mama ajue nafasi yake ni nini, na watoto kwamba nyie mko kwa ajili ya kumwakilisha Mungu hapa duniani. Fikiria kwamba baba akajua nafasi yake kama anamwakilisha Mungu. Halafu mama akajua nafasi, yani mke akajua kwamba anamwakilisha Yesu. Halafu mtoto akajua anamwakilisha Roho Mtakatifu. Dunia itakuwa furaha namna gani? Lakini leo nafasi zetu kwenye ndoa zimechangamanika. Pendo halipo, imani hakuna, tumaini limepigwa vita, watoto wanapigwa vita, malezi yamekuwa mabovu, ili tu kuchanganya ile namna mhimili wa Mungu aliyeka kwenye ndoa uharibikiwe. Kwa ndio maana tunasema katika kipindi hichi cha 100 People Corner kwamba wanandoa tukae kwenye nafasi zetu, tukumbushane, turejezane, tueleweshane kwa habari wa mpango wa Mungu kwenye ndoa. Ni mpana kuliko tunavyofikiria. Changamoto zisizokufanya wewe kwamba kuona kwamba ndoa imekwisha. Hapana, una kazi kubwa. Wajibu wa kulea miche ambao ni watoto sio kazi ndogo. Unataka ulee mche mpaka uwe bora kwenda kuzalishwa sehemu nyingine. Kwa hiyo mtoto wako uliyemzaa ni mche. Unatakiwa una muda wa kumlea, kumnyeshea, kumwagilia, kumkatia kama mche ili uwe mbegu bora sehemu nyingine. Na leo jukumu ambalo tupo kwenye ndoa. Lakini wewe baba uweze kueneza upendo kama baba ambaye umeshika nafasi ya Mungu. Pendo likienea nyumbani panakuwa na amani. Lakini wewe mama umepewa nafasi ya Kristo Yesu.
Kristo aliteswa mpaka mauti. Kwa hiyo mwanamke kwenye ndoa anaweza kaa ndio wa kwanza ambaye anapigwa vita au anapata vikwazo sana kwenye ndoa, kwa sababu amebeba nafasi ya Kristo. Kwa hiyo mama, unapoona unapata vikwazo sana, usijali, usihofu, umeishika nafasi ya Yesu. Maana yake alilifia kanisa. Kwa hiyo wewe umebeba ile ndoa. Japo kina baba ni vichwa, lakini mama kuna mahali umhimili wako kwenye ndoa umekaa kwenye mama. Mama akiwa stable, ndoa inakuwa stable. Lakini mama pia akiwa stable, hata watoto wanakuwa stable. Ile miche sasa ambayo ni mizeituni sasa. Kwa hiyo mwanamke uliolewa, ujue nafasi yako. Wewe ukiwa imara, maana yake watoto wako watakuwa imara. Baba, uelewe kwamba ukiwa na pendo, ndoa yako itakuwa ni njema sasa. Maana upendo huwa unashamiri, huwa unapenya, unaonekana. Kwa hiyo mpango wa Mungu kwenye ndoa ni wa kumheshimisha mwenye ndoa na kuheshimisha dunia. Kwa hiyo ambaye umeoa au umeolewa, au wewe ambaye ni kijana, ujue wewe umepewa nafasi ya kumheshimisha Mungu hapa duniani, na wewe unaitwa mheshimiwa. Maana Mungu aliona akifanya kazi na wewe, anaweza hii dunia akaizalisha, akaiongeza, akaijaza na kuitawala kupitia wewe mwanandoa. Kwa hiyo thamani ya Mungu kwenye ndoa zetu ni kubwa sana. Ametuheshimisha, ametujali, amekuona unafaa. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kuona nafasi yako unaitumia vema kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu duniani kupitia ndoa zetu. Asante.